Mnamo mwaka 2026, virusi vya kutisha vilisambaa kwa kasi ulimwenguni kote. Wale walioambukizwa na virusi hivyo, miili yao ilianza kugeuka kuwa mawe hatua kwa hatua. Virusi hivi vilisambaa kwa kasi kubwa sana, na pindi mwili wa mtu aliyeambukizwa unapokomaa na kuwa jiwe kabisa, walikuwa wanapoteza maisha yao kabisa. Kama muuguzi, Anna alikuwa ameshuhudia wagonjwa wengi wakifa, lakini hakuwa na namna yoyote ya kusaidia. Hata hivyo, Anna aliporejea nyumbani kutoka kazini, alimkuta binti yake akiwa amelewa na amelala kwenye beseni la kuogea. Mama huyo alimvua nguo binti yake mara moja ili amuoshe, lakini Anna alishtuka na kupata hofu baada ya kuona chale tato mpya mkononi mwa binti yake. Hili lilimfanya achanganyikiwe papo hapo kwa hofu, akihofia kuwa binti yake amepata maambukizi ya virusi hivyo. Anna alichukua pombe ya kusafishia vidonda, alkohol, haraka ili kumfuta. Alipanga kumpeleka hospitali kwa uchunguzi siku iliyofuata, lakini jambo hili lilimfanya binti yake achukie, akidhani mama yake anakuza mambo bila sababu. Asubuhi iliyofuata, hata hivyo, binti huyo alimsindikiza mama yake kwenda hospitali. Lakini alipoona sindano mkononi mwa muuguzi, hofu ya ajabu ilimjaa. Ili kuepuka kugombezwa na mama yake, alijikaza na kukubali kuchomwa sindano hiyo. Lakini kutokana na idadi kubwa ya wagonjwa, muuguzi aliwaambia kuwa majibu ya vipimo yangechukua siku 7 kutoka. Wakati huo huo, Anna alikuwa anajiandaa kuwakagua wagonjwa. Kwa kuwa ghorofa hiyo nzima ilikuwa na wagonjwa walioambukizwa virusi, madaktari na wauguzi pia walikuwa na hofu ya kuambukizwa. Wafanyakazi wengi walikuwa wameondoka na wale waliobaki walikuwa wachache sana. Anna alipofika kwenye korido, aligundua kuwa chakula cha mgonjwa wa jana bado kilikuwa kwenye kitoroli. Kwa kukosa namna nyingine, Anna alisukuma kitoroli hicho ili kuwapelekea chakula wagonjwa. Alipoingia wodini, chumba kizima kilikuwa kimejaa wagonjwa ambao tayari walikuwa wamegeuka kuwa mawe. Hali ya kugeuka mawe ilikuwa imefikia 80%. Wagonjwa walikuwa wamepoteza uwezo wa kujitikisa. Kitu kilichokuwa kinatoka midomoni mwao hakikuwa hewa tena, bali ni unga mweupe. Walikuwa wanaishi kwa kutegemea mashine tu. Kwa bahati nzuri, virusi hivi vilikuwa havisambai kwa njia ya hewa. Wakati Anna akipeleka chakula kwa mgonjwa wa mwisho, aligundua kuwa mtu huyo alikuwa ameshageuka kuwa jiwe kabisa na ameshapoteza maisha. Anna alihisi kuvunjika moyo sana, lakini hakuna alichoweza kufanya kuwatibu. Alizima mashine na kumfunika mgonjwa huyo kwa shuka jeupe. Wakati huo huo, binti alikuwa amemaliza vipimo vyake na kurejea shuleni, lakini alihisi muwasho usiovumilika mwili mzima. Wakati binti huyo akiendelea kujikuna mkono, mwalimu alimuita ghafla ili ajibu swali. Lakini binti huyo hakuwa amegundua kuwa kidonda mkononi mwake kilikuwa kimepasuka. Damu ilianza kutiririka mkononi mwake na kumwagika kwenye dawati. Wanafunzi wenzake walipata hofu kubwa walipoona jambo hilo. Mwalimu alimwambia binti huyo aende haraka kituo cha afya cha shule, infirmari, akatibiwe. Wanafunzi wenzake walimshauri aondoke mara moja, kana kwamba binti huyo amekuwa dudu la kutisha. Alipoona hivyo, mpenzi wake alimfuata kwa nyuma. Lakini badala ya kwenda kituo cha afya, wawili hao walijificha bafuni na kuanza kubusiana kwa siri. Hawakujua kuwa kitendo hicho kingewaletea majuto ya maisha yao yote.